na naibu katibu mkuu Amani Golugwa. Niseme tu kwamba pamoja kwamba mimi ni mwenyekiti wa wazee, lakini nimepewa madai, nadhani nimepewa madai kwa sababu nimekuwa pia mwenyekiti wa BAWACHA, baraza la wanawake, kutoka pale nilipoundwa mwanzoni kabisa baada ya Mama Musore aliyekuwa mwenyekiti kuhamia chama kingine. Kwa hiyo nilikaimu hiyo nafasi na baadaye nafasi hiyo nikaiacha ikaenda kwa Mheshimiwa Halima Mdee. Kwa hiyo niseme nimekuwa mwanaharakati na vile vile sasa hivi ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wanawake wanasiasa Tanzania, kwa maana Ulingo. Kwa hiyo masuala ya wanawake kwa kweli nimekuwa na passion nayo sana. Sasa niseme tu kwamba pamoja na kwamba leo ni siku ya demokrasia duniani, lakini kwa masikitiko makubwa sana katika nchi yetu leo pale mahakamani tumeona jinsi ambavyo wanachama walikuwa wamekuja mahakamani, jinsi ambavyo wamepata vipigo pale nje, akiwemo mwenyekiti wa BAVICHA, jambo ambalo sio la kawaida. Kwa hiyo tunaendelea kuona ni jinsi gani vyombo vya dola vinavyotumika vibaya. Na kibaya zaidi waliompiga tuliona walikuwa hawajavaa uniform. Walikuwa hawajavaa uniform za kipolisi, walikuwa wamevaa kiraia. Kwa hiyo wanaweza kuja polisi wakasema wao hawakuwa polisi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunapaswa kuyakemea kwa nguvu kubwa sana. Sasa nikirudi kwenye mada ambayo ni ushirikishwaji wa wanawake katika siasa, nitake kusema tu kwamba mwaka jana wakati katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alipokuwa anahutubia siku ya demokrasia, alisema mambo yafuatayo na ninapenda kunukuu kwa Kiswahili, nimejaribu kuitoa kwa Kiswahili kuitafsiri. Alisema kwamba anaendelea kuwatia moyo wananchi wote wanaoishape jamii zao kupitia mazungumzo pamoja na kushiriki, akisisitiza juhudi hizi ni muhimu kuliko nyakati zote katika wakati ambao demokrasia na utawala wa sheria umebakwa kwa taarifa za upotoshaji na kudhoofika kwa nafasi za kutoa maoni, yani civic space. Kwa hiyo haya mambo tunayaona, na kwa hapa Tanzania tunaona jinsi ambavyo wananchi wamekuwa wakikandamizwa haki zao, na kikubwa sisi Chadema tunachokizungumza kwa kweli ni namna gani sisi wanawake tumeendelea kuwa wahanga wakubwa. Pamoja na kwamba jamii bado na nitakuja baadaye kutoa takwimu za wanawake waliopo kwenye siasa, lakini ni wazi kwamba wanawake wanapata madhila makubwa zaidi kuliko wanaume na kuliko vijana, kwa sababu wao ndio wanaotunza familia. Lakini unaona tu kwamba maeneo yale ambapo au nchi zile ambazo wanawake wako wengi kwenye vyombo vya maamuzi, unakuta kuna maendeleo zaidi katika sekta muhimu kama vile sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta ya maendeleo ya jamii. Kwa sababu wanawake, lengo letu tunataka tuone ustawi wa jamii, sio masuala ya miundombinu, sio mambo gani, lakini sisi tunategemea kwa sababu sisi hayo yanatuaffect moja kwa moja. Mtoto asipoenda shule, maana yake mtoto atakuwa kuja kuwa jambazi, atakuja kuwa ombaomba, ambapo hayo yanakuwa yanamwathiri mama yake kuliko babake. Lakini vile vile mama huyu na mtoto asipopata huduma bora za afya, maana yake ni kwamba huyu mama atakufa, watoto watapata kwa shako na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndio sababu nasema kwamba maendeleo yoyote, na ndio sababu Dr. Agre mwaka 1964, huyu alikuwa raia wa Ghana, alisema kwamba ukimwelimisha mwanamke umeelimisha taifa, lakini unapomwelimisha mwanamume umemwelimisha mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunaona umuhimu wa mwanamke katika jamii, na hoja hapa ya msingi ni kwamba kama idadi ya wanawake nchini Tanzania na maeneo mengi hata duniani, kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume, lakini unapokuja kwenye nafasi za maamuzi wanawake ni wachache kweli kweli. Na takwimu zinaonyesha, kwa mfano, katika dunia hii ni nchi 5 tu duniani hapa zimeweza kufikisha 50% na kuendelea
wa idadi ya wabunge katika mabunge yao. Na katika nchi hiyo, nchi moja tu ndio inatoka Afrika, na nchi hiyo sio nyingine zaidi ya ni Rwanda. Hizo nyingine kama Cuba, Andorra. Lakini sasa unapokuja ukiangalia, ukienda Rwanda, utaona yale maendeleo katika sekta mbalimbali. Hatuzungumzii rais kuwa mwanamke ndio ataleta mabadiliko, la hasha. Tunazungumzia wingi wa wanawake katika maamuzi, vyombo vya maamuzi. Lakini ukija Tanzania hapa, ukiangalia kwa mfano uchaguzi, na nitatoa data za mwaka 2019, serikali za mitaa. Katika serikali za mitaa, wanawake walioweza kushinda uongozi katika vijiji hawakuzidi 10%. Na huko ndiko ambako fedha zinapelekwa kwenye mitaa, kwa maana ya ODC. Ndio huko pesa nyingi zinapelekwa za maendeleo. Sasa kama wanawake hawapo kule, maana yake ni shida kubwa. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni nini? Tunataka kusema ni kwamba ni muhimu sana wanawake wakashirikishwa katika siasa, kwa sababu tunajua siasa ndiyo ambayo inapanga maisha ya mtu. Kwa sababu mtu anaweza kusema mimi siasa hainihusu, lakini siasa ndiyo maisha. Kwa sababu tunapokuwa na bunge, wabunge ndio wanaopanga budget. Wabunge ndio wana jukumu la kupanga budget, lakini wana jukumu la kutunga sheria. Kwa hiyo sasa tunaposina hawa wameingia kwa sababu ni siasa. Na ubaya ni kwamba Tanzania hatuna mgombea binafsi, kwa maana independent candidate hatuna. Kwa hiyo vyama vya siasa ndio vimebaki kuwa lango kuu la kuweza kuwafanya hawa wawe wanasiasa. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba vyama vya siasa vyote vihakikishe kwamba vinawapa wanawake, vinawashirikisha wanawake katika siasa. Na nikipongeze chama changu, chama cha Chadema, kwa jinsi ambavyo kimekuwa kinara wa kuhakikisha kwamba kinakuwa na wanawake wengi au kinapendekeza na kuwateua wanawake wengi katika nafasi mbalimbali za kiserikali. Mwaka 2020 na hata huko nyuma, wanawake wamepewa nafasi kubwa za kugombea. Na mwaka 2020 ilikuwa kilele pale ambapo zaidi ya wanawake 62 waligombea nafasi za ubunge majimboni. Tukawazidi Chama cha Mapinduzi kwa mbali sana, kwa sababu wala nusu hawakufika Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Chadema iliweza kufanya hivyo, na hii ni kwa sababu huko nyuma 2015 wanawake walioteuliwa walikuwa 9, na katika hao 9 wanawake 6 walishinda. Zaidi 50% ya waliogombea, actually 75%. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wanawake wa Chadema wana uwezo mkubwa. Lakini sio tu kwamba wana uwezo mkubwa, kwamba chama kimewapa wote tunajua ulikuwaje. Haukuwa uchaguzi, ulikuwa uchafuzi. Na madhila makubwa yalikuja kwa sababu mwanamke unapofikia nafasi ya kugombea udiwani, hata serikali za mitaa, huyu mwanamke ni shujaa kweli kweli. Lakini anapoenda kugombea, halafu mifumo ya uchaguzi inakuwa ya kubagaza, anaenguliwa. Na kama haenguliwi, basi anafanya kampeni zake vizuri kwa gharama kubwa, lakini bado anakuwa ameshinda, lakini hatangazi. Kwa hiyo tunajua kwamba tunatofautiana wanawake na wanaume katika kupokea mambo ambayo ya kukandamizwa. Mwanamume anaweza akaenda baa, akaenda kuongea na wenzake, lakini wanawake wanakuwa wanayavumilia. Yaani yanakuwa kwa sababu unakuta labda zile hela amekopa au amepewa na mume wake, halafu ananyang'anywa ushindi. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni nini? Nachotaka kusema ni kwamba ni muhimu sana wanawake wakalindwa na wakapewa kipaumbele. Nazungumzia chama changu, lakini nazungumzia pia vyama vingine vyote. Tuone umuhimu wa wanawake. Wanawake siku za nyuma tulisema kwamba kikwazo kikubwa kwa mwanamke ilikuwa kwamba mwanamke hajaenda shule. Lakini hii inanirejesha mwaka 1961 wakati tumepata uhuru. Wote Tanzania tunamfahamu vizuri sana Bibi Titi Mohamed. Bibi Titi Mohamed alipambana sana kuhakikisha kwamba alipambana na Nyerere bega kwa bega, kuanzia chama cha TANU, wakapambania uhuru. Lakini cha ajabu, Nyerere katika baraza lake la kwanza la mawaziri
hakuweka mwanamke hata mmoja. Bibi Titi